Hongera sana mama. Hatimaye mafao yako ya milioni 50 yameshasoma kwenye akaunti yako, na imani sasa utatulia, maana umekuwa ukiyafuatilia kwa muda mrefu sana. Asante sana mwanangu. Hakika jasho langu la miaka 30 halijaenda bure. Sasa kwenye hizo milioni 30 zangu, nataka nitumie milioni 5 tu. Halafu hizo milioni 25 zinazobaki, nataka nikukabidhi wewe na mkeo mfanyie maendeleo. Hapana mama, usifanye hivyo. Hayo ni mafao yako. Unapaswa uyafurahie au uwekeze kwenye kitu ambacho kitakufanya uishi kwa amani uzeeni. Mimi na mke wangu bado ni vijana na tuna nguvu ya kupambana. Mama, mimi namuunga mkono mume wangu. Hizi pesa ni hazina yako ambao unaweza kutumia kununua ardhi, kununua hisa, au pia unaweza kuwekeza kwenye hati fungani ili pesa yako iendelee kuzaa. Lakini kitu cha msingi ni kuwa makini pale unapotaka kuwekeza, kwa sababu hapa mjini matapeli ni wengi sana. Msijali wanangu, mimi ni mjanja sana. Kwa hiyo siwezi kutapeliwa kizembe. Kwanza huyo atakayejaribu kuja kunitapeli, nitamshangaza. Kama unajiamini, basi hakuna tatizo. Msijali kabisa kuhusu hilo wanangu, mimi najiamini sana. Basi sawa mama, ngoja sisi tukuache upumzike. Sawa. Halo. Habari madam. Salama, naongea na nani? Jina langu ni Sam, napiga simu kutoka kitengo cha usalama wa mafao ya kitaifa. Tumebaini kuna shambulio la kimtandao linalolenga wastaafu wapya. Shambulio gani tena? Mbona unanitisha? Ondoa shaka madam, kwa sababu akaunti yako itakuwa salama mikononi mwetu. Tatizo lilitokea ni kwamba kuna wastaafu 5 wamepoteza mafao yao yote leo asubuhi. Sasa ili kuzuia akaunti yako isiguswe, tunahitaji taarifa ya akaunti yako ili tufunge mfumo kwa muda. Mungu wangu, ngoja nimuite mwanangu Alex anisaidie, maana mimi sina uelewa kabisa na mambo haya ya teknolojia. Hapana madam, sijaribu kabisa kumwambia mwanao, kwa sababu tunazo ripoti kuwa 80% ya wizi wa mafao hufanywa na watoto wa wastaafu kwa kushirikiana na watu wao karibu. Hivyo upasi kumwamini mwanao kwa sasa. Fanya hili jambo kwa usiri mkubwa ili kulinda pesa zako. Yaani Alex aniibie mimi? Basi sawa kaka, ngoja nikachukue karatasi yangu ndani, kisha nikutajie hizo taarifa. Madam, unachotakiwa ukifanya sio kunitajia hizo taarifa, kwa sababu hata hii mitandao ya simu hatuiamini sana. Ila cha kufanya, kesho njoo ofisi ya mafao saa 1 asubuhi ukiwa na hiyo karatasi yenye taarifa. Lakini ukifika, kisha wananipigia simu nije nikupokee kabla hujaingia ndani. Sawa kijana wangu, asante sana. Karibu sana. Mama, unaenda wapi asubuhi yote hii bila kuaga? Unaniuliza hilo swali kama nani? Kwanza nimegundua kuwa wewe na mke wako mnapanga njama za kunibia pesa zangu. Mama, sisi hatuwezi kukuibia pesa zako hata siku moja. Halafu pia, jana wakati unazungumza na simu, mume wangu alikusikia. Na bila shaka hao waliokupigia watakuwa ni matapeli. Hapana, yule kaka sio tapeli. Kwa sababu kama angekuwa ni tapeli, sidhani kama angeniambia niende kukutana naye kwenye ofisi za mafao. Mama, huyo kaka unayemzungumzia ni tapeli, na kama huamini, jaribu kumpigia simu sasa hivi. Halafu umwambie ndio unatoka nyumbani. Kisha uone atakwambia mkutane wapi. Sawa, ngoja nimpigie. Halo madam. Halo kaka, habari yako? Salama. Sasa mimi ndo natoka nyumbani. Vipi, umeshafika ofisini? Bado sijafika, ila tunaweza tukakutana hata hapa barabara ya Swahili. Unikabidhi hiyo fomu, halafu wewe urudi nyumbani kupumzika, na nikishamaliza kuifanyia kazi jioni nitakurudishia. Sawa, basi mimi natoka sasa hivi. Sawa. Haya, umeona sasa? Hapo alitaka kukuaminisha. Ndio maana jana alikuambia umpelekee hiyo fomu leo kwenye ofisi za mafao, ili leo ikifika akudanganye kuwa hajafika kazini na kukuomba mkutane sehemu nyingine. Kweli vijana wangu mna akili sana. Sasa tunafanyaje? Hapa cha kufanya wewe tangulia, halafu sisi tunakuja na polisi ili wamkamate. Habari yako madam? Salama. Mimi ndio Sam, uliokuwa unawasiliana naye kuhusu taarifa zako za mafao. Oh, umenijuaje? Taarifa zako zipo pale ofisini pamoja na picha yako, na pia nimeshakuona mara kadhaa ukija pale, hivyo ninakufahamu. Sam, upo chini ya ulinzi. Mama, sasa umekuja na polisi ili iweje? Wewe si ulifikiri kuniibia ni rahisi? Kula chuma hicho. Lakini mbona mnanikamata peke yangu wakati kuna mtu mwingine anahusika pia? Huyo mtu mwingine utaenda kumtaja kituoni. Haiwezekani, twende tukamchukue na yeye, maana yeye ndio sababu ya mimi kufanya hivi.
Kwani huyo mtu ni nani? Ni Bibi Kizibo. Bibi Kizibo huyu rafiki yangu au kuna mwingine? Ndiyo huyo. Haiwezekani. Bibi Kizibo ni rafiki yangu wa damu. Hawezi kunifanyia hivyo hata siku moja. Mama, marafiki sio watu wa kuamini kabisa. Na inawezekana huyo rafiki yako ndo aliyempa huyo tapeli taarifa zako, kwa sababu umekuwa ukimshirikisha mambo yako mengi sana.